Karibu Shafii TV Online, ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Habari za mchana. Nipende kuwakaribisha waandishi wa habari lakini pia na wadau tofauti kwenye press hii. Press ambayo inahusu utambulisho wa msanii wa muziki kwenye management mpya. Management hii inaitwa Good Sound Entertainment, ambayo ndani yake ina Good Sound Record. Hii inaenda kumsimamia huyu msanii na ndio ambayo itahusika na mambo yake yote ya sanaa kwa ukubwa zaidi, ila kwa uchache na maisha yake binafsi. Msanii ambaye tunaenda kumtambulisha siku ya leo anaitwa Liz Nation. Atapata nafasi mwenyewe pia kujitambulisha zaidi na kuelezea machache, lakini mimi ninazungumza kama chief wa Good Sound Entertainment. Jina langu nafahamika kama Victor, lakini kwenye kazi za sanaa, production na vitu vingine nafahamika kama Spiz Moko. Sio jina la ajabu, sio kaanza kutafuta maana ya hilo jina tena, hapana. Kwa hiyo Good Sound Entertainment inaenda kushughulika na usimamizi wa kazi za msanii Liz Nation kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo huu mkataba ni wa mwaka mmoja. Baada ya hapo tutaangalia kama tutaendelea au tutasitisha, kama vile atakuwa amefika sehemu ambayo tunatarajia kuwa amefika. Lakini nje na hayo tunatamani pia kuwasimamia wasanii wengine au waimbaji wengine wa kategori tofauti tofauti kwa ajili ya kuhakikisha sanaa na muziki wa sehemu yetu hii unafika sehemu. Wasanii wetu tunahitaji wafike mbele, kwa sababu pia wanategemewa na familia. Kuna wengine wana familia zao lakini pia wapo kwenye familia zao. Kwa hiyo tunatamani tufungue fursa ya ajira kupitia usimamizi huu. Naamini kutakuwa na mwanga mkubwa sana. Wasanii wengi waweze kujisimamia, kwa maana ya kujiongoza katika kulifikia soko la muziki au soko la sanaa yao. Kwa hiyo Good Sound ipo kwa ajili hiyo, na tumeanza na msanii wa kwanza kumtambulisha ambaye anaitwa Liz Nation. Sasa kabla sijaenda mbali, nimkaribishe Liz Nation mwenyewe ili aweze kuongea machache na kujitambulisha. Karibu. Kwa majina naitwa Juma Miraji, ni kwa jina la sanaa naitwa Liz Nation. Nipo hapa kwa mambo mawili. Kwanza kuzungumzia katika kuingia kwangu katika lebo mpya ambayo inaitwa Big Sound, lakini pia ujio wa ngoma yangu mpya ambayo nimefanya kwenye hiyo lebo ambayo inakaribia kufika sasa hivi au inakaribia kuingia mtaani au kuingia sokoni sasa hivi, ambayo inaitwa Mimi Nawe. Kwa nini nimeingia kwenye hii lebo? Nimeingia kwenye hii lebo kwa sababu kwanza nimekuwa ni mtu ambaye nashindwa kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Yaani kazi zangu binafsi pamoja na kazi zangu za sanaa, mimi kuimba. Kwa hiyo nimeingia kwenye hii lebo kwa maana katika kazi zangu za muziki za kuimba zitakuwa zinasimamiwa na Good Sound. Okay. Pia tayari tumeshafanya project ambayo iko mbioni kufika, kwa jina naitwa Mimi Nawe, ambayo nimefanya hapo Big Sound. Kwa hiyo na wakaribisha watazamaji, mashabiki zangu na wote ambao wananifuatilia Liz Nation, ukae mkao wa kula katika kuisubiria hiyo ngoma. Naamini ni ngoma nzuri yenye maudhui mazuri kwa kila rika. Kwa kuongea hayo, sina mambo mengi ya kuongea. Naombani
munipokee vizuri kijana wenu katika lebo hii mpya ya Good Sound. Kwanza studio haijai kuwa na lebo na sijai kuwa na lebo, na mimi pia tangu nianze mziki naamini ndio itakuwa ni lebo ya kwanza. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe nimeviona, niwaachie pia watu wengine wavisimamie, wenda nikafika ambapo mimi napahitaji. Ila kwa mimi kama mimi sijai kuwa na lebo, hii ndio lebo yangu ya kwanza tangu naanza mziki. Moja ya kitu ambacho kimenivutia au kimenifanya 90.99% kuingia kwenye hii lebo ya Good Sound ni kupanua mziki wangu au kuendeleza mziki wangu, kwa sababu kama alivyosema Bwana PB kwamba inawezekana watu wananifahamu sana, lakini katika kunifahamu kwao ni 99% ni kusini au kwetu. Kwa mimi sio matarajio yangu kichwani kwamba mziki wangu ufikie hapa. Hapana. Natamani mziki wangu ufike walipofika wao, yani kwamba uende mbali. Kwa hiyo katika moja ambao kitu ambacho kipo katika mkataba ni kupeleka mziki wangu far, yani kupeleka mziki wangu mbali na nyumbani au mbali na kusini, yani ufike sehemu ambapo panahitajika kufika kama wasanii wengine. Kitu ambacho natakiwa mjue ni kwamba hii lebo anayesimamia ni Spiz kwanza au Spiz Moko. Na huyo Spiz Moko ukiachana tu na mkataba ambao mimi nimeuelewa kama nilivyokujibu, sijaanza kufanya naye kazi wala juzi wala jana. Yaani naamini hata hapa kuna baadhi ya wengine walikuwa hawapo. Umeelewa? Nimefanya naye kazi na zikaenda sana tu. Unaona? Na hapa kati, yani hata kama tukionekana kila mtu amefanya mishe zake, sio kwa ubaya, ni katika namna tu ya kupeana muda, kila mtu kufanya mishe zake nyingine. Kwa hiyo mimi nina imani 100%. Unaona, ukiachana na huo mkataba ambao mimi nimeuelewa, nina imani pia na hii lebo. Kwa hiyo haina shaka kuhusu hilo. Lebo ishaye kumsaini msanii yote au wewe ndio wa kwanza? Hii lebo mimi ndio msanii wa kwanza. Kwa hiyo kila kitakachotokea tutaanza kuona kwa nyewe mniangalie mimi. Mwanzo nimeeleza ni ya kwamba 1% kubwa ya maisha yake ya muziki yatasimamiwa na lebo. Kidogo maisha yake ya kawaida pia yatasimamiwa na lebo. Hapo uelewa neno kidogo. Lakini kwa namna ya usimamizi wa hizi kazi lazima controlling ya baina ya management na msanii iwepo. Lazima uweze kumcontrol, uangalie miemko ya msanii au nyendo zake, uweze kuzizuia. Kwa mfano swala la kwenda sehemu ambazo sio sehemu ambayo anatakiwa kuonekana kwa wakati huo, ni jambo ambalo linawezekana kuzuilika. Ila jambo la mahusiano yake kwa kipengele kidogo inakuwa ngumu kuicontrol. Unaelewa? Lakini kwa vitu ambavyo vinawezekana tutavisimamia kama lebo. Kwamba amevaa vibaya, hatutaki, ni rahisi kumhendo. Lakini vitu vyake binafsi kwamba anakula nini, wakati mwingine ni ngumu. Let's say msanii amezoea kula miogo asubuhi. Uweze kumwambia bwana usile hiyo miogo kuanzia sasa. Sawa. Lakini kuhusiana na kwa nini tumeanza na Liz Nation na imani kwake, Liz Nation sio msanii mchanga. Ni mtu ambaye amekuwepo kwenye game for several years. Mimi nakutana na Liz Nation mwanzo kwanza kufanya kazi nilikuwa 2019. Lakini tulifanya kazi pamoja kama brothers. Ila sasa mwaka huu nimeuona ni mwaka ambao kama vile mlango uko wazi kwa vijana katika nyanja tofauti tofauti. Lakini hata miaka iliyopita, nikupe mfano, mwaka 2018 ulikuwa ni mlango wa fursa kwa wasanii wengi hapa nyumbani. Mwaka 2020 ulikuwa ni mwaka wa fursa kwa wasanii wengi wa hapa. Mwaka 2026 same nafanana na ile miaka, yani nafananisha na ile miaka. Kwa hiyo imani yangu ipo kwake kwa sababu anafanya muziki mzuri na yuko flexible kwenye kuturn kutoka muziki mmoja kwenda muziki mwingine, na tayari yeye ana kundi
lake la mashabiki, sio mtu ambaye anaenda kutafuta mashabiki. Sasa karibu, unamzungumzia Spies Moko, mtu ambaye pia ana watu nyuma yake, watu ambao wamekutana kwenye game, watu ambao amekutana nao kwenye tasnia tofauti tofauti. Kwa hiyo uthubutu ulikuja kwa kuona kwamba nafasi ipo, kwa maana vyombo vya habari kuweza kusupport kazi, uwezekano upo mkubwa, lakini pia wapo watu ambao wana manage wasanii kama ambavyo mimi nafanya, wao ambao walishatangulia, nao ni marafiki zangu, yani ni watu ambao naweza nikawatumia katika kuhakikisha tunapeana elimu ya mara kwa mara na kubadilishana uzoefu mara kwa mara. Lakini mbali na hilo, tuna marafiki ambao ni wadau, wani wao sio waimbaji, sio watu wenye makampuni, sio, lakini ni wadau kwenye hii industry. Wao pia tunayo fursa ya kuwatumia na tumeshawahi kuwatumia kwenye jambo moja si jingine. Kuna wakati mwingine tunasafirisha project, unafanya project unaisafirisha. Maana yake ni kwamba mikakati ya kwanza ambayo nimeiona kuifanya ni kwanza collaboration ya wasanii tofauti na wa mazingira haya ambao wanatuzunguka. Nao wasanii tayari wapo na tumeshazungumza. Nafikiri kama asubuhi tulikuwa nazungumza na Liz Nation kwamba tutatakiwa kufanya collab na mtu fulani na mtu fulani ambao wako nje na hapa na ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo sioni kama kuna ukakasi katika mikakati, kwa sababu tayari channel yote tayari tumeshaiweka hapo, tunaiangalia tu sasa tunaanzia wapi, tuanzie hapa na kote tayari milango iko wazi maana yake. Kwa hiyo hilo hapo halina shaka. Mipango ya kazi hii audio iko tayari na itakapotoka tutakubaliana ni kwamba mziki umebadilika. Hii audio itatoka katika version tofauti tofauti. Itatoka ya mashairi, lakini pia itatoka video yani video sasa ya mhusika mwenyewe. Kuna vitu vingine naona kama nitavisema mapema, alafu kuna kutembelea wazo la mtu. Ni vyema kutujuza kwa maana ya kazi kwamba tunatazamia kwamba kwa mwaka huu Januari hii Januari ishaisha. Imeisha? Januari imeisha. Ndio, maana leo tuweze kutoa kazi mpya tena. Tunazungumzia kuanzia hapa. Kwamba mwaka mpaka kafike Disemba tutafanya kazi 3. Anyway, sisi tutakachokifanya ni kuangalia fursa. Kwa sababu store kutakuwa mpaka sasa hivi tumefanya project ya kwanza imeisha, lakini tumeshaianza project ya pili. Sasa siwezi nikasema kwa mwaka huu tutatoa ngoma 2 tu, kwa sababu bado tunahitaji kuisogelea fursa kila inapokuja. Kwa hiyo tutakapoona pana gap, tunaangalia store kuna kitu gani kilete. Lakini kuna wakati walaji wanakuwa na njaa. Wao wakiwa na njaa, tunaangalia pia bwana, sasa hivi tuwalishe chakula gani? Tunachukua chakula store tunawaletea. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja kwamba kwa mwaka tutatoa kazi ngapi, lakini kazi zitatoka kwa sababu Good Sound ina production pia. Ina maana mpishi yupo. Bwana. Na Liz Nation mwenyewe yupo. Maana Liz Nation anafanya production lakini pia ni mwimbaji. Na anayemsimamia pia anafanya production lakini pia ni mwimbaji. Kwa hiyo kusema tutafanya kwa kiwango gani ndani ya mwaka, hiyo hatuwezi tukasema hivyo. Bado tunaliendea tundu. Yaani mpaka tutakapoona sasa hapa watu wameshiba. Tuache waselebuke, tunawaacha wanaselebuka. Kisikia njaa tena tunarudi. Another